Praise God. It's another time that I'm here to talk to you as children of God, servants of God, and the whole world about God. The word of God is true, and God is there. Anybody who believes God will never suffer. Because this world, we have many things that we see by our eyes, we hear by our ears. But when we reach to the word of God, we get the truth. Because all people we see in this world, just take them like liars. So don't live because of the things you hear from people. Live your own life. Decide yourself how you can live. So my message today is make your own decision. In each and everything that you do in this world, make your own decision. Why am I saying this? God himself who made this world says something that I want you to put in your mind. Let us read in the word of God. Deuteronomy 30 verse 11. Kwa maana maagizo haya ninayokuagiza leo si mazito mno. Si mazito kwako. What God is saying is not too hard for you. God wants to speak to you, my friend. He's saying that anything he's saying is not too hard for you. Ile maagizo ambayo Mungu anatupatia si mazito. Anasema tu kwamba wakati ambapo una shida, piga magoti. Hiyo si mazito. Wakati ambapo kuna njaa, anasema muite, si mazito. Wakati ambapo magonjwa imekuja, anasema niite nami nitakuitikia, nikuonyeshe na kwamba nitatoa haya. Kwa hivyo si mazito ambaye Mungu anatupatia. So siku ya leo, wakati ambapo unanisikiza popote ulipo, ile maagizo ambaye Mungu anakupatia kutoka kwa hiyo tabu ulio nayo, kutoka kwa hiyo shida ambayo iko kwa nyumba yako, kutoka kwa hiyo corona ambayo unasikia kwamba inamaliza watu wa kwenu, labda imefikia shika mmoja rafiki yako sana. Anasema maagizo ambayo anakupatia ili ya kwamba akutoe ndani ya jambo hili si nzito. Mambo ambayo Mungu anataka kukufanyia siku ya leo si mazito brother, si mazito sister. Wala si mbali. Tena nasema si mbali, utaenda kuruka mpaka uende utafute, unaambiwa uende kwa mto ulete mayai ya krokodai, unaambiwa uende utafute kamilioni 2 ndio utapona. No! Anasema yeye mbali. Yuko tu karibu na wewe. Si mbinguni. Sio mbinguni. Hata useme nani atakaye tupandia huko? Alete hiyo maneno tuletee. Aje utambue. Tusisikie tupate. Brothers and sister ambao unanisikiza siku ya leo. Hii ni wakati, ni Jumapili nzuri ambaye Mungu alitaka ya kwamba upate kuelewa hili neno likusaidie. Anasema ya kwamba hii maagizo anayekuagiza haiko mbali. Usiseme ni mbinguni, nani atakayeenda huko mbinguni alete hii maneno ambayo Mungu anasema. Usiseme ya kwamba ni ndani ya mto, nani atakayeingia ndani atuletee hii maneno. Anasema iko karibu na wewe. Wacha nikuonyeshe mahali iko. Na siku ya leo ukipata mahali iko, shikilia, usiwache. Ngojea kidogo brother, unaweza ruka kidogo usome Romans. Warumi. Sikia vizuri sana vile Romans chapter 10 vile ninavyosema. Warumi 10 mstari wa 6. Mstari wa 6. Inasema bali ile haki ipatikanayo kwa imani. Ile haki ipatikanayo kwa imani. Yanena hivi. Usiseme moyoni mwako. Usiseme moyoni mwako. Nani atakayepanda kwenda mbinguni? Nani atakayepanda kwenda mbinguni? Yaani amleta Kristo chini. Au ni nani atakayeshuka kwenda kuzimu? Ili amlete Kristo juu. Yaani akumleta Kristo juu. Kutoka kwa wafu. Lakini yanenaje maandiko? Yanenaje lile neno? Karibu nawe. Neno liko karibu na wewe. Katika kichwa chako. Liko katika kinywa chako. Na katika moyo wako. Yaani ni lile neno la imani. Ni neno la imani ndiye anayozungumza. Anasema ya kwamba liko katika kinywa chako na liko katika masikio yako. Anasema aliko mbali. Hili neno ambalo utataka. Haleluya. Bwana anasema ya kwamba neno ambalo anataka ya kwamba wewe usikie. Hili neno haliko mbali. Haliko ndani ya kuzimu wala haliko ndani ya mbinguni. Liko karibu na kinywa chako. Kuamini na kukiri unapata Yesu. Hebu enda pale kidogo tusikie brother. Anasemaje mstari unaofuata? Kwa sababu akimkiri Yesu kwa kinywa chako. Ukimkiri Yesu kwa kinywa chako,
ya kuwa ni Bwana, na kwa imani moyoni mwako na kuamini moyoni mwako ya kuwa Mungu alimfufua katika wafu, utaokoka. Amen. Bwana asifiwe sana. Hii ndio maneno ambayo Mungu anazungumza juu ya watu wake. Anasema kwamba ukikiri ya kwamba yeye ni mwana wa Mungu na ukupali katika maisha yako ya kwamba alikufa katika msalaba na alitoka ndani ya wafu ili ya kwamba akuja kuokoe, basi anasema ya kwamba wewe utaokoka. Kwa hivyo angalia, hii neno ambalo linaweza kukuokoa ama linaweza kukuponya haliko mbali. Haliko mbali uende utafute bishop wako wapi aniombee. Haliko mbali uende utafute ya kwamba ni nani ambaye ataweza kunisaidia. Anasema liko karibu na wewe. Liko karibu na wewe. Haleluya. Anasema kwamba liko kwa akili yako. Ukikiri ya kwamba Yesu Kristo ni mwana wa Mungu na ya kwamba Mungu alimfufua katika wafu, wewe utaokoka. Wacha turudi mahali katika Kumbukumbu la Torati usikie vile alivyokuwa anatueleza. Anasema ya kwamba hii mambo haiko mbali. Hii mambo haiko magumu. Hii mambo si mazito ya kuweza kuokoka na kupona. Wacha tuanze kusumbuliwa na hapa na pale ya kwamba lazima utoe hii, ufanye hii, uende pale. Amekataa. Amesema haiko mbali. Neno ambalo tunatafuta haliko mbali. Endelea brother. Lakini neno la karibu nawe sana liko karibu na wewe katika kinywa chako na moyo wako upate kulifanya. Angalia limekuwekea leo mbele yako. Angalia nimekuwekea mbele yako leo. Hapo nataka ushike kabisa. Uzima na mema. Uzima na mauti. Mauti na mabaya. Kwa hivi nikuagizayo leo kupenda kwa Bwana Mungu wako, kuenda katika njia zake na kushika maagizo yake na amri zake na hukumu zake, upate kuwa hai na kuongezeka. Sikia, anasema ya kwamba naweka mbele yako kifo na uzima. Anasema chagua uzima. Unaweza chagua uzima namna gani? Unachagua uzima ukiamini Yesu. Unachagua uzima ukikubali hii Injili. Unachagua uzima ukisikiza hii neno na kusambaza kwa watu wengine. If you hear from me, don't keep it by yourself. Just tell your neighbor, just tell your friend, just tell your family what I'm saying today, because it came from God, and God says that He is not far from you. Even if you are in America, God is there. Anywhere you are, this word is coming to you. I am coming to your house by God, and God is there now. He wants to talk to you. Here, listen, my friend. Listen, my sister. God wants to talk to you, and that's why He sent me here. And He said that He is not far from you. He is not far from what you need. He's not far. He's not sending you to go to your parents so that they can forgive you. No, He said if you speak and say forgive what you did, He will forgive you. It's not something hard for us, but it's just when you hear and open up your mind, God is going to use you from today. Anasema ya kwamba angalia, nimeweka mbele yako mauti na nimeweka mbele yako uzima. Sijui ndugu umechagua nini? Ukichagua ukahaba, ukimwi itakuua. Hana wale wote ambao wameenda huko wamekufa hawako. Ukichagua wizi utachomwa. Sasa ndio anakuambia chagua neno moja. So umechagua nini? Wenda ikawa unanisikiza hapo na jana uliiba kibeti ya mtu. Kwanza leo tubu. Mungu anataka ya kwamba wachana na hii maneno. Tubu. Ili ya kwamba Mungu aweze kuweza kukusaidia. Hii ni wakati wa toba. Hii ni wakati wa msamaha. Na ni msamaha ametuachia dakika kidogo tu. Ikiwa tutafanya mzaha na kucheza na haya maneno, wandugu, tutaenda mbali. Anasema make your own decision. So amesema nimeweka mbele yako uzima na mauti. Chagua moja. Sijui unachagua nini. Anakuambia kwamba ukichagua moja atakubariki. Hebu soma hiyo mstari wa 19. Mahali ulikuwa unasoma. Mstari wa 19. Inasema nazishuhudia mbingu na nchi juu yenu hivi leo kuwa nimekuwekea mbele yako uzima na mauti, baraka na laana. Basi chagua uzima ili uwe hai. Nimeweka mbele yako baraka na laana. Nimeweka mbele yako mauti na uzima. Anasema chagua uzima. Mungu anakuomba brother, achana na hiyo vitu unafanya, chagua uzima. Njaa inapokuja, hapana lia njaa. Ugonjwa unapokuja, hapana lia ugonjwa. Shida inapokuja kwa nyumba yako, hapana angalia hiyo. Focus kwa Yesu. Yesu peke yake ndio uzima. Biblia inasema ya kwamba jinsi hii Mungu alipenda ulimwengu akamtoa mwanae pekee ili kila mtu amwaminie asipotee bali awe na uzima wa milele. Sasa wewe ukichagua Yesu
umechagua uzima. Leo nakuomba ya kwamba uchague uzima, ili ya kwamba Yesu aishi ndani ya moyo wako. Wacha hii maneno mengi ambayo imezunguka dunia mzima, imeweka watu hofu na shaka, imesungusha watu na kufikiri na kukaa katika hali ya wasiwasi. Bishop Otinga amekuja kwako na neno, anakuambia chagua uzima, muachane na haya maneno, ili ya kwamba mimi na wewe tuweze kuingia katika ufalme wa Mungu. Rapture inakuja, unyakuzi wa Yesu uko katika mlango. Dada, ndugu mpendwa, usiwachwe hapa duniani. Kutakuwa na mashaka makubwa, kutakuwa na vita vikubwa, kutakuwa na mambo machafu katika dunia, lakini wewe ambaye unanisikia, chagua uzima, ili ya kwamba upae pamoja na mimi kuingia katika uzima wa milele. Sikiza kitabu cha mwisho, ili ya kwamba tuweze kuomba pamoja, nikaweze kukubariki. Kitabu cha mwisho kinatoka katika kitabu cha Yakobo, James chapter 1 verse 13. Sikia vile inasema ya waraka wa Yakobo mstari wa kwanza. Mstari wa kwanza mlango wa 13. Inasema, mtu ajaribiwapo asiseme ninajaribiwa na Mungu, maana Mungu hawezi kujaribiwa na maovu. Wala yeye mwenyewe hamjaribu mtu. Lakini kila mmoja hajaribiwapo na tamaa yake mwenyewe. Ujaribiwa na tamaa yake mwenyewe. Huku akivutwa na kudanganywa. Alafu ile tamaa ikisha komaa chukua mimba kuzaa dhambi. Na ile dhambi ikisha komaa kuzaa mauti. Ngoja kidogo brother. Unaona vile maandiko inasema, wewe unanisikiza, ni wakati wako. Sister ambao unasikiza wakati huu, brother ambao unasikiza, ni Mungu alitaka kwamba uende kwa YouTube yako saa kama hii, ili ya kwamba hii maneno ipate kufikia. Anasema ya kwamba don't blame God to anything that is happening in your life. Usimuingize Mungu kwa shida yako. Mungu bado tu ni Mungu. Hata kama corona iko, bado ni Mungu. Hata kama waizi wanaiba, bado ni Mungu. Watu njaa ikuje, bado ni Mungu. Shida zote ambazo unaona katika ulimwengu haziwezi badilisha Mungu, because yeye ni creator. Yeye ndiye Mungu. Yeye ndiye muumbaji. Yeye ndiye alitengeneza dunia na kila kitu ambacho kiko hapa. Na aliponiita aliniambia kwamba sisi tutakomboa dunia hii. Na wakati wa kukomboa dunia ni sasa. Mtu yote ambaye anasikiza ujumbe huu, utatoka hapo ulipo na wewe usikae nayo. Sambazia jirani. Ambia ndugu yako. Tell anybody that is around with you to hear that message. Because this message is for you, for your neighbor, for your mother, for your father, for your child, anybody. Because I am here as a servant of God, sent by God to bring life in your house. And that's why I'm telling you, make your own decision. Ndio maana amesema ya kwamba wakati wa shida yako usiniletee mimi. Wakati unapata mabaya usiseme Mungu ako ndani. Hebu rudia hiyo mstari wa Yakobo. Asikize huyu brother ambaye anasikiza na sister ambaye anasikia hii maneno. Mstari wa 13 unasema. Mstari wa 13. Sikiza. Unajaribiwapo asiseme ninajaribiwa na Mungu. Unapojaribiwa usiseme ninajaribiwa na Mungu. Maana Mungu hawezi kujaribiwa na maovu. Mungu hawezi jaribiwa na maovu. Wala yeye mwenyewe hamjaribu mtu. Basi. Hata yeye hawezi jaribu mtu. Any temptation that comes to you, it's not God. God is not there. Ile shida ambayo unapata ni kwa sababu mwenyewe ulitaka. Hata nakwambia kwamba wakati unajaribiwa, wakati unapitia maneno, usiseme ya kwamba wewe ni mtu ambaye amekuletea. Wewe ujaribu ujue ya kwamba hiyo ni pepo na ni fikira zako mbaya. Haleluya. So wakati na saa imefika ili ya kwamba wewe ambaye unanisikiza, wewe ambaye Mungu amekupatia kibali kwa mambo haya ambayo tuko nayo, uweze kufungua akili yako, uweze kufungua moyo wako ili Mungu akae ndani ya maisha yako. Na usichezee jambo hili ambalo Mungu anataka kufanya katika maisha yako. Mungu anataka ili ya kwamba ufunguke akili. Mungu anataka ufunguke macho. Mungu anataka ufungue akili zako. Na saa na wakati imefika. Usipofungua akili yako, usipofungua macho yako, mambo mabaya inaenda kupata. Kwa sababu amenituma nikuambie, make your own decision. Sijui umeamua nini katika hii maisha ambayo unapitia. Umeamua nini kwa nini mambo ambayo yanakupata? Lakini mimi nakuambia kwamba usipoamua vizuri, mahali unaenda hautajitoa. Usipoamua vizuri, mahali utakapofika hautakuwa na mkombozi. Maana mimi nimetumwa nikukomboe, na ndio sababu nimekuambia make your own decision. So the time has come. I want to pray for you, because Jesus whom we are talking about, he lives in me. He has made his home in me. The time he called me, he told me that he wants to stay. Si mgeni wa siku moja ambaye anakuja na kwenda. He came to stay. So anything I do in this world, I know it's not me, it's Jesus, the Son of the living God. So I want to pray for you. Kama wewe ni mgonjwa, naenda weka mkono mahali pale unaumwa.
But if this word has come to your heart, na ukapata ya kwamba you are the one who have made a bad decision, you can change your mind today. You can change. Maana bado kuna nafasi. Kama ulifanya uamuzi mbaya, naweza kukuombea ukapata toba saa hii na ukapata Yesu ndani ya maisha yako, na baada ya siku hii utakuwa mtu mzuri. Tuombe. Father, in the name of Jesus, I come before you this time. I commit each and everyone who is hearing this message and who have heard the word from you. I bring them back to you, Lord, that you may cover them with the blood of Jesus. I rebuke every plant of the devil in the name of Jesus. Take them away. Jehova, kwa sababu ya nguvu na uwezo ulionipa, wafunguliwe, wabarikiwe, waguzwe, waponywe. Any sickness in their body, take it away. Any problem in their house, remove it. Jehova, ukitenda haya, hawatakuacha. But the main thing that I'm asking you, God, let your word store in each and everybody who have listened this word. Kila mahali anapopita akumbuke, afanye uamuzi mzuri. Akilala akumbuke, akitembea akumbuke. Popote walipo, wacha neno lako likawafikie. Ukawabariki, maana wewe ni Mungu. Kwa Kristo aliye Bwana na Mwokozi nimeomba. Amen. Asante kwa kunisikiza na kunipa wakati wako. Mungu akubariki sana popote uendapo. Na kama umepata hii message, patia rafiki yako aone yale Mungu ametenda. Mungu akubariki sana. Asante.